pia baada ya hifadhi nyingine kama Nyerere ambayo ni hifadhi kubwa Tanzania kuja. Huko nyuma tulikuwa tunaimba Serengeti. Kuelekea mbio za Great Ruaha Marathon ya 2026 ambazo mbio hizi si mara ya kwanza zinafanyika. Huu ni msimu mwingine tena ambapo mbio hizi za Great Ruaha Marathon zinafanyika. Mbio za Great Ruaha Marathon ambapo kwa Tanzania zinafanyika katika hifadhi ya taifa ya Ruaha iliyopo mkoani Iringa. Ni mbio ambazo zinatajwa kuwa chachu kubwa sana kwa ajili ya kukuza utalii wa ndani, chachu kubwa sana kwa ajili ya kuhamasisha pia utalii pamoja na uhifadhi wa mto Ruaha mkuu, na kupitia mbio hizi kwamba jamii inapata elimu mbalimbali, lakini uhifadhi unahifadhiwa ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha. Mimi ni Francis Godwin, lakini nitakuwa naye hapa atakwenda kujitambulisha, lakini kubwa zaidi kuweza kuangazia umuhimu wa mbio hizi. Karibu sana. Nashukuru. Habari za asubuhi. Salama kabisa. Mimi ni kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godwin Ole Mengetaki, ni mkuu wa kanda ya kusini TANAPA, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Great Ruaha Marathon ambayo kwa mwaka huu inakwenda kufanyika kwa mwaka wa 5. Imeanza muda mrefu, kwa mwaka wa 5, na hapa tulipo ni banda maalum ambalo limewekwa hapa Iringa, eneo ambapo watu wanaweza kufika na kupata taarifa mbalimbali kuhusu maandalizi, utaratibu wa kushiriki, gharama, na hata kufahamu namna ya kulipia na taratibu zingine muhimu kwa ajili ya kushiriki katika Great Ruaha Marathon ambayo mwaka huu utakwenda kufanyika tarehe 4 mwezi wa 7 katika eneo la Ibuguziwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Na kama unasema ni mara ya 5, na kila mwaka tumeendelea kuboresha. Kwa maana ya pamoja tu na marathon ambayo tunajua ni kukimbia ndani ya hifadhi, lakini pia tumeongeza na vionjo vingine kwa maana shughuli zingine za utalii ambazo zitafanyika, ikiwemo sports fishing. Sports fishing ni ule uvuvi wa kitalii ambapo unakwenda kule, unatoa vifaa maalum na unakuwa na wataalamu wanakuongoza, unakwenda kuvua samaki kwa utalii. Kuvua samaki utalii ni kwamba tunashindana kuona ni aina gani ya samaki unaweza kuvua. Tunategemea na bahati, lakini pia na utaalamu wake. Na ukivua samaki yule tunanyanyua juu, unapiga picha na baadaye unamrudisha. Kwa hiyo hatuendi kuvua kwa ajili ya kufanya mboga, hapana. Kwa ni moja ya bidhaa ambazo watalii wanazipenda. Shughuli nyingine ambazo tunakwenda kufanya mwaka huu ni kwa mara ya kwanza pia tutakwenda kuwa na utalii wa baskeli. Wako baadhi yetu au hapo wadau ambao wanapenda kushiriki katika shughuli za utalii wa michezo kupitia baskeli. Kwa hiyo tutakuwa pia na fursa ya kufanya huu utalii wa baskeli. Kuna eneo limeandaliwa na wenye baskeli watajisajili, watalipia, alafu wataweza kushiriki katika mbio hizo. Tutakuwa pia na utalii mwingine mzuri ambao tunaendelea kufanya, ule utalii ambao tunaita utalii ule sasa wenyewe wa kufanya kuwahi katika hifadhi. Ukishawahi pale unaweza ukajiandikisha kama unapenda kufanya walking pia. Walking ni kutembea kwa miguu. Watu wengi wafahamu kama unaweza kutembea ndani ya hifadhi, na unapotembea ndani ya hifadhi ndio unafurahia zaidi, kwa sababu uwezekano wa kuona wanyama, mimea na mazingira ya kipekee sana ambao huwezi kuona ukiwa kwenye gari unakuwa ni mkubwa. Na huko utaweza kutembea kwa muda mfupi au muda mrefu. Nikizungumzia muda mfupi, unaweza kutembea kuanzia nusu saa, saa moja, masaa mawili, masaa matatu. Lakini wale mabingwa wa kutembea katika maeneo ya utalii kufanya walking safari duniani, wengine wao wanatembea siku 7, wengine siku 10, kutoka upande mmoja wa hifadhi kwenda upande mwingine, na huko akiongozwa na kiongozi wa wageni ambaye ni guide na askari pia, ambao wamefundishwa namna ya kuwasiliana na wewe, namna kukupa taarifa mbalimbali za hifadhi, kukupa taarifa mbalimbali za vivutio, kukupa taarifa mbalimbali za mazingira na vitu ambavyo ni vizuri ambavyo huwezi kujifunza. Kwa hiyo huwezi kuviona kutoka kwenye gari. Kwa hiyo huu ni utalii wa kipekee sana ambao tutakwenda pia kutoa katika kipindi hiki. Lakini nimesema ukiwahi, unaweza kuwahi siku moja au siku 2 kabla, ukafanya utalii wa kawaida wa kuzunguka na magari. Kama utapenda kutembea kwa miguu, kama utapenda kwenda kuvua samaki, lakini pia unaweza ukakempu kwenye maeneo yetu ya hifadhi, ukapiga mahema, ukapumzika kabisa, ukapumzika vizuri, kwa sababu maeneo mazuri ambayo yanavutia na kuona vitu kwa karibu zaidi. Lakini pia ukiwahi unaweza ukashiriki katika shughuli zingine kama utalii ule wa puto ambao uko ndani ya hifadhi. Utalipia pia ukaruka na puto kwa maeneo haya ambayo ni hifadhi. Kwa hiyo kuna shughuli nyingi ambazo unaweza kufanya kulingana na muda ambao utakuwa. Lakini sisi kwa ratiba yetu
ni kuanzia tarehe 3 ambapo tutakuwa na shughuli za uvuvi, yani kuvua kwa samaki kitalii, sport fishing, lakini pia tutafanya na walking safari kwa wale wanapenda kutembea kwa miguu. Na ile siku ya yenyewe kilele sasa tutakuwa na marathon yenyewe ambayo itakuwa na kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, lakini pia wale wanaokwenda kwa baskeli, kwa maana mbio za baskeli zitafanyika. Na hapo tutakuwa na burudani mbalimbali kwa watu kufika siku moja kabla, na hata ule kwa maana ule usiku wa kuamkia siku ya marathon pale leo Ibuziwa tutakuwa na burudani ya kipekee, kwa maana ya tutakuwa na vinywaji, vyakula, muziki wa kutosha, na maeneo yote ambayo wageni wanafikia yameandaliwa kwa ajili ya kutoa burudani na huduma mbalimbali kwa wageni. Kwa hiyo siku hiyo tarehe 3 tunaamini itakuwa ni shughuli siku nzima. Kwa uzoefu wetu tunaona watu wengi wanakuja, wageni wanafika hifadhini, wanafanya booking, wanajua maeneo kufikia, wengine wanakuja na vinywaji vyao, vyakula vyao, wanakuja kama marafiki, vikundi mbalimbali. Kwa kweli tunaona kama watu wanakuja kula bata kipindi hicho cha tarehe 3 na tarehe 4. Na kingine ni baada ya marathon ya tarehe 4, pamoja na kwamba tutakuwa na mgeni rasmi, tutatoa na zawadi mbalimbali kwa washindi, lakini pia tutakuwa na eneo zuri la kupiga picha, kwa na ukusanyaji wa taarifa mbalimbali, vyombo vya habari vitakuwepo, wadau wenyewe wa habari mtakuwa hapo pale kwa wingi kwa ajili ya kuandaa taarifa mbalimbali kuhusiana na marathon hii. Lakini pia kutakuwa na kitu kinaitwa after party, maana baada ya kukimbia asubuhi ile, jioni utakuwa na kama party ya aina yake ambayo itafanyika kule kwenye hoteli au lodge ya Mabata Makali pembezoni mwa hifadhi, ambapo watu watakwenda kule, wataendelea kuwa na kula bata kule, vinywaji, muziki, burudani za kila aina. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ambalo tunalifanya, na tukumbuke kwamba tunafanya kama sehemu ya utalii. Maana utalii uko mwingi, sio tu utalii wa kusema tunaenda kuona nyani, lakini utalii wa michezo pia ni eneo kubwa ambalo sasa tunakwenda kuliamsha, na kama ambao tumeanza kama sema mwaka 5, lakini tunaendelea kuboresha. Kama unavyoona bidhaa zile ambazo watalii, watu wageni wanafika wanaweza kuzipata au kufurahia, zinazidi kuongezeka kila mwaka. Kwa hiyo huu ni utalii. Tunatumia fursa hii ya marathon hii kwa ajili ya kuendelea kutangaza hifadhi. Kama hapa tulipo tunatangaza hifadhi, tunatangaza vivutio vilivyopo, tunatangaza aina ya bidhaa zilizopo, kwa maana shughuli ambazo mtalii anaweza kufanya, tunatangaza gharama mbalimbali za kutalii, tunatangaza namna ya kufika hifadhini, tunatangaza kila kitu ambacho kinasaidia hifadhi kufahamika, na kupitia mitandao ya kijamii pia tunatangaza hifadhi zetu ili iweze kufahamika. Kwa maana ya utalii ni fursa kubwa ambayo tunayo sisi, vivutio tunavyo. Serikali inaendelea kuwekeza katika miundombinu mbalimbali kama tunavyoona, ili tuweze kufika katika maeneo hayo na kufurahia. Na pia viwango vya tozo zimewekwa viwango ambavyo ni vya chini, ili kuwezesha sisi hasa Watanzania kuweza kufurahia huduma hizi. Maeneo ya malazi sasa kama katika hifadhi naona yameongezeka, yamekuwa mengi na kisasa. Yategemeana unataka kutumia shilingi ngapi. Ukitaka kutumia kiasi kidogo kabisa utapata. Hata chakula ukitaka kukula kama unachokula nyumbani kwako, unaweza pia ukala kwa gharama nafuu. Kwa hiyo haya ni maandalizi ya kuendeleza kutumia fursa ya kuwa na hifadhi ya taifa ya Ruaha, ambayo ni hifadhi muhimu katika ukanda wetu wa kusini mwa Tanzania, na hifadhi ambayo karibu kabisa na mji wetu wa Iringa. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kutangaza hizi fursa, kuhamasisha wananchi wa manispaa ya Iringa na wilaya zingine, halmashauri zingine na maeneo mikoa mingine jirani na Iringa, lakini mikoa Nyanda za Juu Kusini, mikoa mingine ya mbali pale ambapo kuna runners wale, kuna watu wanapenda sana kufanya marathon. Wakisikia marathon inafanyika Iringa wanakwenda, wakisikia inafanyika Moshi wanakwenda, wakisikia inafanyika Serengeti wanakwenda, Dar es Salaam wanakwenda. Kwa hiyo tunawakaribisha pia kuja katika fursa hii ya Great Ruaha Marathon, ambayo ni moja ya marathon ambazo zinafanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kufurahia wakati huo kwenye marathon. Unaweza kumuona twiga, kuona swala na wanyama wengine, lakini pia tunakuhakikishia usalama. Ndio. Umetaja kwamba huu ni msimu wa 5 sasa hivi ndio hizo Great Ruaha Marathon zinafanyika. Matokeo yake yakoje kwa maana ya hifadhi ya taifa Ruaha? Nafikiri kwamba wananchi wanaendelea kuhamasika, hasa watalii wa ndani wanaendelea kufika kwa wingi katika hifadhi ya taifa. Yaani kweli tangu tumeanza kutangaza hii fursa sio kutangaza tu na kuandaa, ni kweli tumeendelea kupata Watanzania wengi wanaotembelea hifadhi. Uelewa wa Tanzania kuhusu umuhimu wa hifadhi, kuhusu kutalii umekuwa unaongezeka, na hata katika marathon zetu tumeendelea kupata idadi kubwa ya Watanzania ambao wanakuja kutembelea hifadhi, lakini pia wanakuja kushiriki kwenye marathon. Kwa hiyo hata marathon mwaka huu ambao ni 5 nategemea kupata watu wengi zaidi kama ambavyo tumekuwa tunapata huko nyuma, na hii ni faraja kwetu. Tunapotalii, tunapofika katika hifadhi kushiriki marathon, tunaweza kujiona kwamba tunakwenda kwa ajili ya marathon tu, lakini kumbe tunachangia. Unaponunua ile kit, ile
ile kiti ambayo tunaivaa na ile medali ambayo unapewa, ujue kwamba umechangia mapato ya utalii. Wewe umekuwa ni mtalii wa ndani katika takwimu zetu za utalii, na wewe tunakuhesabu kama ni mtalii. Kwa hiyo tuone fahari kwamba na sisi tunapokwenda kwenye marathon, tunashiriki kwenye marathon, tunatalii, lakini pia tunachangia mapato ya utalii, na sisi tunashiriki kama watalii wa ndani. Tukumbuke kwamba hifadhi hizi na maeneo ya vivutio ni kwa ajili yetu wa Tanzania. Tusifikirie kwamba ni kwa ajili ya watu wa nje. Kwa tuna furaha kubwa ya kuendelea kupokea Tanzania wengi ambao wanakuja kutembelea hifadhi zetu na hivyo kuchangia mapato ya taifa. Lakini tukumbuke pia unapofanya marathon, unaposhika kwenye baskeli, unapotembea kwa miguu, hapo unaboresha pia afya yako, kwa sababu unafanya mazoezi, unachangamsha mwili, unafurahia. Kwa hiyo pia ni sehemu, pamoja kwamba tunaingiza mapato, tunatalii, tunafurahi, lakini pia tunaboresha afya zetu kwa kushiriki katika marathon. Na hii marathon ya kipekee kwa sababu inafanyika katika maeneo maalum sana, maalum ya kipekee ambayo yamelindwa, yamehifadhiwa kwa ajili yetu. Wako wenzetu duniani huko wanasafiri umbali mrefu kuja kuiona. Sisi kwa gharama nafuu, unapolipia unaweza kushiriki kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha Tanzania waje kushiriki katika fursa hii ambayo ni ya kipekee sana, na inatokea mara moja tu inakuwa na hii marathon katika mwaka. Hiyo tarehe 3 na 4 ni siku maalum ambayo imewekwa. Tukimaliza mwaka huu, hii fursa tena ya marathon itatokea tena mwaka mwingine, kwa maana mwaka ujao. Lakini tuseme tutakuwa tumetoa taarifa mbalimbali. Tumepata mabalozi wengi wa kwenda kutangaza hifadhi zetu. Tumepata mabalozi wengi wanafahamu taratibu wa kuingia hifadhi, na naamini kupitia huu mtandao ambao tutakuwa tumetengeneza, tutaendelea kusambaza zile habari na taarifa mbalimbali juu ya kutembelea hifadhi, ili tuendelee kupata watalii wengi na ili kuongezea pia mapato ya taifa letu kupitia sekta ya utalii. Utalii wa baiskeli ni miongoni mwa utalii ambao umeweza kuongezwa, ama ni miongoni mwa vionjo ambavyo vimeweza kuongezwa katika mbio hizi kwa mwaka huu. Ndio. Mbali ya kwamba hifadhi ya taifa ya Ruaha kumekuwa na utalii wa aina mbalimbali. Kumekuwa utalii wa puto, utalii wa kutembea kwa miguu, utalii wa magari. Ndiyo. Na safari hii imeweza kuongeza utalii wa vyombo vya moto vya miguu miwili. Ndio. Kwa nini utalii wa baiskeli usiende sanjana na utalii wa pikipiki? Unajua, wakati mwingine tunapoanzisha fursa hii tunapata wadau wanajitokeza ambao wanapenda kushiriki katika shughuli fulani. Mfano, tulianza kusema marathon, tulianza kukimbia tu, tunakimbia, lakini tukapata wadau wengine ambao nao wanapenda kufanya shughuli hizi, na tunaona maeneo mengine nchini na duniani utalii unaofanyika katika maeneo yaliyohifadhiwa ni utalii aina mbalimbali. Kwa na sisi kupitia taratibu za uhifadhi tunaruhusu shughuli hizi za utalii kufanyika pale ambapo unakuwa na wadau ambao wanahitaji. Kwa hiyo hili pia limetokana na wateja wenyewe, kwa maana ya wadau ambao wanataka hii bidhaa ifanyike. Kama tunavyosema utalii pia wa kuvua kwa kiutalii, ile sport fishing, ni kwa sababu tuna watu ambao wanapenda kufanya utalii na wanashiriki. Kwa hiyo tunatumia pia fursa hii, tunapopata wale wachache ambao wanapenda kushiriki kwenye shughuli hii, tunawakaribisha, tunaweka taratibu zote kupata vibali, kuweka miongozo, lakini pia kuandaa ruti ambayo watapitia. Lakini sasa tunaanza kuitangaza, na tukianza kuitangaza, hao ambao wanashiriki kwenye bidhaa nao watapata nafasi ya kushiriki, lakini pia kuambia na wenzao ambao wako hapa Iringa, wako nje ya Iringa na maeneo mengine nchini kushiriki. Tunapenda fursa hizi za utalii huu wa michezo na hizi bidhaa ambazo tunazitoa usiwe tu utalii wa ndani, uishie huo utalii wa kimataifa, kwa sababu hii miaka iliyopita kama mwenyewe ulishuhudia, kwa sababu ulikuwepo, tuliweza kuwapata watu wa nje walioshiriki na walishinda kwa medali pia. Walishiriki katika mbio hizi ambazo tunaifanya. Na tunaamini kwamba kwa sababu Ruaha ni sehemu inatembelewa na wageni wa ndani na nje ya nchi, tutaendelea kupata wageni wa ndani na nje. Ili fursa ya Great Ruaha Marathon itoke kuwa fursa ya kawaida, itoke kuwa fursa tu ya utalii wa ndani, lakini pia ni utalii wa kimataifa. Kwa sababu inawezekana kila mwaka ifika mwezi wa 7, inawezekana wageni wengine wakapanga safari kutoka huko duniani walipo, wakasafiri wakaja kwa ajili ya kushiriki kwenye burudani hii ambayo tunayo kupitia Great Ruaha Marathon. Na kwa kuwa kwamba hifadhi ya taifa ya Ruaha ipo katika mkoa wa Iringa, ndio, na michezo umetaja ni chachu kubwa kuweza kuhamasisha utalii wa ndani. Ndio. Labda kwa muda huu toka ambapo mmeanza usajili, ndio, hizi wiki mbili kabla toka mmeanza usajili mpaka siku ya mbio zenyewe, ndio, kwa nini labda kwa wakati mwingine msiweze kuangazia utaratibu wa kuweza kuwakusanya wenye wapenzi wa mpira wa miguu, ndio, kuweza kufanyika katika hifadhi ya taifa ya Ruaha? Ama kwa nini wakati huu msiweze kuangalia utaratibu mzuri badala ya kuwa siku mbili
za mbio za Great Ruaha Marathon ikawa labda wiki 2 za Great Ruaha Marathon, ili watu shughuli nyingine zikawa zinaendelea kupeleka watalii huko. Nadhani hifadhi, malango ya hifadhi kufanya utalii yako wazi muda wote. Hakuna muda tunaosema mageti yamefungwa kwa ajili ya utalii. Utalii uko muda wote. Kwa hiyo hapa tunajitangaza, lakini pia tunatoa nafasi ya wadau mbalimbali kufika hapa kupata taarifa, na wale watakofika kule ndani kama wasema watakuwa ni mabalozi. Lakini kingine ambacho tunakipata katika kipindi hiki ndio ni tulioko hapa ni wachache sana, lakini wako wengine wengi wametawanyika katika maeneo mbalimbali. Wameenda kwenye vyuo, wameenda kwenye viwanja mbalimbali kwa ajili ya kutangaza hii fursa. Kwa hiyo matangazo ya hii fursa ni endelevu. Tunakwenda kwenye viwanja. Mfano jana tulikuwa hapo Samora, nadhani ulishuhudia, kulikuwa na mechi pia. Walikuwepo vijana kutoka kwenye banda hapa wamekwenda kushiriki na wenzetu wa Ruaha walikuja. Kwa hiyo tunaendelea kutumia hii fursa kufikia kila mmoja afikiwe. Tutakuwa pia na matangazo barabarani kwenda kwenye maeneo mbalimbali ambayo na watu kwenye sokoni kule, stendi, kwenye barabara hizi kubwa. Kutakuwa na matangazo ya vijana ambao wanahamasisha watu kutembelea kushiriki katika marathon, lakini pia kutembelea hifadhi. Hii fursa tukimaliza marathon sio mwisho wa kutalii, kwa hiyo utalii utaendelea. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kuhabarisha, na kwenye mitandao taarifa hizi zitaendelea kuwepo, taratibu mbalimbali zitaendelea kuendelea kutangaza. Na umezungumzia namna ambavyo wadau wanaweza wakashiriki kuweza kutumia mbio hizi kuweza kutangaza fursa mbalimbali ambazo wanazifanya. Kuna gharama zozote za watu kuweza kudhamini labda ama vikundi ambavyo vinahitaji kuweza kufika katika hifadhi ya taifa ya Ruaha? Kuna punguzo lolote ambalo linatolewa? Labda niseme kwanza, hii ni fursa ya kufanya biashara, kwa sababu mathalan wageni wanapokuja wenye mahoteli hapa si watapata wateja watalala, lakini pia watahitaji chakula huko njiani, watu watapita, madriver tours watapata wateja watawapeleka wenye mahoteli na makambi ya kulaza wageni kule hifadhi na hapo nje huko Tungamalenga na hata hapa Iringa. Na nafahamu tarehe 3 na tarehe 4 maeneo mengi yamejaa kwa ajili ya wageni ambao wanakuja kwenye marathon. Kwa hiyo ni fursa ya kipekee sana, na sisi tunapenda pia tuwakaribishe wadau mbalimbali ambao wanapenda kushirikiana na sisi kwa ajili ya kuwa wadau, kufadhili chochote kile ambacho wanaweza kufanya. Mfano kama Matukio Daima, najua ni mmoja wa wadau muhimu ambaye anafadhili matangazo ya kuhabarisha umma wa Tanzania kuhusu fursa hii. Tunapenda na vyombo vingine vya habari viige mfano, kwamba mchango wenu kupitia vyombo vyenu hivi unaweza kuwa pia ni mchango ambao una gharama kubwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ambao watapenda kushiriki, na moja ya mambo ambayo tutapenda kuyafanya siku ya marathon, tutakuwa na matangazo mengi, tutakuwa na mabango ya matangazo. Tutatumia fursa ya pale Buguziwa, tunapopanga pale majukwaa yetu, tutawatambua na kuwatambulisha wale wadau wetu ambao wanachangia shughuli moja au nyingine. Tutawapa nafasi ya kujitangaza, lakini wale wenye biashara moja kwa moja tutawapa nafasi ya kufanya biashara pia, kwa sababu tutakuwa na watu wengi pale. Wale wenye kutoa huduma za vyakula, vinywaji, hii ni fursa nzuri sana ya kujitangaza pale, na kwa kuwa siku ya mwisho tutategemea kuwa na mgeni rasmi ambaye atakuwa na hadhi kubwa pia ya kitaifa. Tunaamini hili swala litakuwa la kitaifa, na siku hiyo litakuwa ni jukwaa kubwa la kujitangaza. Kwa hiyo tunatangaza hii fursa kwa yeyote ambaye ana shughuli anaona kwamba anaweza kujitangaza, anaweza kushiriki, akaja akawasiliana na sisi kamati ya maandalizi, tukaona namna gani ambavyo anaweza kashirikiana na sisi kwa kuchangia huduma, kwa kuchangia chochote katika shughuli ambazo tunazifanya, kwa sababu kwa kweli tunahitaji pia tuendelee kupanua hii fursa ya marathon. Kufanya maandalizi haya unahitaji gharama kubwa, na hizi gharama tukichangia wote, kila mtu kidogo kidogo, tunaweza kufanya jambo ambalo ni kubwa, ambalo ni muhimu kwa sisi sote kama wana Iringa. Tutambue kwamba tukifanya marathon ikavuta watu wengi hapa Iringa, mfano wenye hoteli na maeneo ya malazi watafanya biashara, wenye hoteli, migahawa watafanya biashara, wenye kampuni za utalii watapata wateja wa kuwapeleka kwenye hifadhi, na madereva watapata kazi ya kufanya siku hizo. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo kwa kweli kila mmoja ana nafasi ya kuchangia. Kwa hiyo niwakaribishe wote wale wenye makampuni makubwa, madogo, mtu mmoja waweze kutangaza bidhaa zao pia kupitia fursa hii ya Great Ruaha Marathon. Tunaziona jitihada ambazo zinafanywa
na zinafanya na Wizara ya Utalii. Tunaona jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali iliyopo madarakani chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maana kwa ajili ya kuweza kutangaza utalii, kwa ajili ya kuweza kuwavuta watalii. Safari mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya za nje ya Tanzania ni kwa ajili ya kutangaza utalii na ni kwa ajili ya kuvutia wawekezaji kuja kuwekeza nchini Tanzania. Lakini dira 2020-2050 imeweka bayana kwa kiasi gani kwamba sekta ya utalii ni moja kati ya sekta muhimu kwa ajili ya kukuza pato na uchumi wa Tanzania. Nyie kama hifadhi ya taifa ya Ruaha na nyie kama waratibu wa mbio hizi za Great Ruaha Marathon, fursa hizo mnaziona na kwa kiasi gani mnatumia fursa hizo kuhakikisha kwamba mnaunga mkono jitihada za serikali? Nishukuru kwa fursa hii. Ni fursa kubwa sana ya sisi kama waandaaji wa Great Ruaha Marathon kuendelea kufanya mashindano haya. Kama unasema, hii ni awamu ya 5 na tunaona mengi ambayo yanafanywa na serikali yetu ya awamu ya 6. Tunaona uwekezaji mkubwa unaofanywa katika maeneo ya utalii. Hifadhi ya taifa ya Ruaha na hifadhi za kusini zimepata manufaa makubwa ya kupitia miradi mikubwa ya uboreshaji wa miundombinu ya utalii. Viwanja vya ndege kule tunaona ndani ya hifadhi imeboreshwa. Tunaona maeneo ya malazi yameboreshwa, barabara zimeboreshwa, vivuko vinaboreshwa, na sasa hivi tunaona pia ujenzi wa barabara kutoka hapa Iringa kwenda kule Ruaha. Ni moja ya mambo ambayo ni makubwa, tuseme ni uwekezaji mkubwa ambao unafanywa na serikali yetu, na kikubwa kupitia fursa hii tunaona sasa uwekezaji pia unaoongezeka, uwekezaji wa maeneo ya malazi unavyosaidia katika kuongeza wageni ndani ya hifadhi. Wageni wanaendelea kuongezeka wa ndani na nje, lakini pia tumeona kwa sababu ya miundombinu kuboreshwa, tunaona pia wawekezaji wanakuja kwa maana kujenga maeneo ya malazi, hasa lodges na camps ndani ya hifadhi. Hii ni fursa kubwa ambayo tunaendelea kufurahia, na ongezeko la wageni katika hifadhi zetu hizi au hifadhi yetu ya Ruaha na maeneo mengine ni jambo nalo halitokei kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uwekezaji ambao umewekezwa na Mheshimiwa Rais. Tumeona alivyojitokeza kuzungumzia utalii, kuongoza kuwa kama guide namba 1, lakini popote anapokwenda duniani huko tunaona sasa ajenda ya utalii ni moja ajenda ambayo inazungumzwa. Kwa hiyo tuna fursa kubwa ya kuendelea kupata hasa uwekezaji, lakini pia utangazaji wa fursa za utalii katika nchi yetu. Nchi yetu ni nchi tajiri sana katika maliasili ambavyo vinavutia sana, na hifadhi za kusini zina fursa kubwa sana ya kupokea wawekezaji, kupokea watalii wengi, na ni nafasi nzuri sisi kama wadau kuendelea kushirikiana na vyombo vya serikali. Wizara yetu ya Maliasili na Utalii imekuwa ni wadau muhimu katika hili, katika kuweka miongozo mbalimbali, kutoa kipaumbele. Ndio maana marathon hizi, michezo hii inafanyika ndani ya hifadhi kwa sababu wizara imekuwa mstari wa mbele katika kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya watalii, kwa ajili ya wadau kufanya mbio hizi. Sasa hivi kusikiliza kila mahali kuna marathon hizi zinafanyika, na Wizara ya Maliasili imekuwa ni kinara katika kuhakikisha kwamba hii shughuli inafanyika, na kuzungumzia pia namna ya kupokea wageni wengi, kuboresha miundombinu yetu, kuboresha namna ambayo tunahudumia wageni wetu wanapokuja wa ndani na nje, kwa kupitia mafunzo mbalimbali, kupitia miongozo mbalimbali ambayo inasaidia katika swala zima la usimamizi wa utalii. Kwa hiyo tunaona kama hii ni fursa kubwa ambayo sisi kama wadau na sisi kama wananchi wa kusini, hifadhi ya Ruaha pia na wadau wake wanazunguka na Tanzania kwa ujumla, sekta ya utalii ni sekta ambayo ina nafasi kubwa sana, sekta mtambuka. Sekta hii itawezesha sekta zingine kukua, sekta za usafirishaji kama unavyoona, miundombinu inapoboreshwa, barabara, viwanja vya ndege, maeneo ya malazi, lakini pia tutajenga na kufungua masoko mapya kwa ajili ya kupata watalii na wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali duniani. Tunafanya sasa hivi matangazo, unaona serikali inaelekeza kufanya matangazo na kuandaa vifurushi vya watalii kutoka maeneo mbalimbali ya Ulaya, Asia Kusini, Ulaya Kati, Uarabuni kule, maeneo ambayo huko nyuma tulikuwa tunapata wageni wengi. Kwa hiyo uwekezaji unasaidia. Na sasa wakija, kwa sababu miundombinu inaendelea kuboreshwa huku, watakuwa na maeneo kufikia, na sisi wa Tanzania tutakuwa na nafasi nzuri ya kuwapokea. Kwa hiyo jukwaa letu la Great Ruaha Marathon tunaendana pia na ajenda hii ya serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba utalii unaendelea kukuzwa. Na tumeona kwa kweli katika miaka hii 3-4 utalii wa ndani umeendelea kuongezeka na kuchangia mapato makubwa kwa nchi yetu.
Mbio hizi za Great Ruaha Marathon pamoja na filamu ya Tanzania Royal Tour ni miongoni mwa vitu ambavyo pamoja na kwamba hifadhi zilikuwepo, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimeonyesha wazi kuamsha hali ya Watanzania kupenda kutalii. Kwa kiasi gani sasa nyie kama mwenyekiti kwa kamati hii ya maandalizi ya mbio hizi za Great Ruaha Marathon na mpango kuendelea kutumia mbio hizi kama chachu ya kuhamasisha watalii wa ndani hasa kupenda kutembelea hifadhi zetu? Kwa kweli marathon hii ipo na itaendelea kuwepo. Kama tunazungumzia mwaka wa 5, ni dhahiri kwamba tunaendelea kuyaboresha kila mwaka kwa kuongeza idadi ya washiriki, kuongeza vionjo mbalimbali kama ambavyo tumeona mwaka huu tuna vionjo vipya, na kuendeleza pia matangazo, na pia kupata wadau mbalimbali wa kuweza kushirikiana na hasa kwenye kufadhili shughuli mbalimbali, kwa sababu tunapozungumzia malengo makubwa ya Great Ruaha Marathon pamoja na kutangaza ufufuzi wa utalii, tunazungumzia uhifadhi wa eneo la Ruaha, uhifadhi wa mto Ruaha ambapo ndio kiini kikubwa cha hifadhi hii kuwepo. Kwa hiyo tunapofanya marathon hii, tukipata ushiriki wa wadau wengi, tukapata ufadhili wa wadau wengi zaidi, tutaweza kukusanya pia fedha kutokana na viingilio, lakini pia michango ya wadau mbalimbali, na hizi fedha siku ya mwisho tunaweza kufanya pia shughuli za kijamii, shughuli za kimaendeleo, hasa zinazozungumzia swala zima la mazingira. Kwa hiyo hili tu ni jukwaa la kuleta wadau la kutangaza fursa hii, na tunaamini kwamba tutaendelea kushirikiana na tutaendelea kupata maoni, ushauri, michango mingine ya wadau ili kuweza kuboresha mashindano haya, ili mashindano haya yaendelee kuibeba hifadhi ya taifa ya Ruaha, yaendelee kukua kutoka hapa yalipo, yaendelee kuwa ni makubwa, na ndoto yetu ni kuwa marathon hii ije iwe mashindano ya kimataifa ya marathon, itoke kwenye kalenda ya Tanzania ya shirikisho la riadha nchini, iende kwenye shirikisho la riadha la dunia ambako kuna mashindano ya marathon yanafanya kila maeneo duniani. Julikane mwezi fulani, labda mwezi wa 7 dunia tunakwenda Ruaha, tunakwenda Iringa kwa ajili ya Great Ruaha Marathon, na hivyo tutaona manufaa ya fursa hii kabisa ambayo itatupa mafanikio makubwa. Hii italeta fursa kubwa ya ajira kwa vijana, italeta fursa kubwa ya masoko ya bidhaa zetu za mashambani, za kilimo, mifugo, viwandani, lakini pia itazidi kutangaza namna bora ya kulinda na kuhifadhi hifadhi yetu ya Ruaha, kwa sababu huu ni urithi tulionao, ni eneo muhimu katika nchi yetu. Tunafahamu sisi kama Watanzania na mkoa wa Kusini tuna nafasi kubwa ya kuendelea kuilinda hifadhi, lakini kulinda hivi vyanzo vya mto Ruaha ambavyo ni muhimu kwa ajili ya uzalishaji umeme katika mabwawa ya Mtera, Kidatu na Nyerere, ambao ni maeneo muhimu kwa taifa hili kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama Great Ruaha tutaendelea na hiyo nia na tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya kutimiza malengo yetu ya kutangaza hifadhi, lakini kuendeleza uhifadhi katika eneo hili, lakini pia kujenga hizi fursa za kiuchumi ambazo zinatokana na manufaa mtambuka ya swala zima la utalii. Miaka 5 wakati mkianza mbio hizi za Great Ruaha Marathon, pasipo shaka kwamba mazingira ya ufikaji ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha hayakuwa rafiki kulinganisha na sasa. Kwa kiasi gani kwamba ujenzi wa miundombinu ya barabara, miundombinu ya uwanja wa ndege yameweza kuchagiza idadi kubwa ya watalii katika hifadhi ya taifa ya Ruaha? Ni wazi kabisa, wakati tunaanza miaka 5 iliyopita, hata gharama za kuja huku kutembelea hifadhi zilikuwa ni kubwa sana, lakini sasa hivi unazungumzia maboresho yafanyika. Mfano mathalan uwanja wa ndege wa Nduli umewezesha hizi ndege za ATCL na kampuni zingine kuja kwa gharama ambayo imekuwa nafuu zaidi kuliko ilivyokuwa kule nyuma. Lazima ukitaka kuja kwa ndege kutoka maeneo mengine nchini lazima ukodishe ndege na gharama ilikuwa nafuu, vile vile kutoka katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa hiyo tunaona ongezeko la uboreshaji wa miundombinu ya viwanja vya ndege umesaidia makampuni mengine mengi ya viwanja kuweza kuja kutumia fursa kuleta wageni, lakini pia ujenzi wa barabara hii ya Iringa mpaka Ruaha kule ni moja ya mambo makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Ninaamini na nina hakika kabisa idadi ya wageni wa Tanzania na wa nje ambao watembelea hifadhi ya Ruaha itakuwa ni kubwa sana baada ya kumalizika hii barabara. Lakini pia ongezeko la miundombinu ya malazi, na miundombinu imeongezeka kule, hostel kwa ajili ya wanafunzi, vikundi mbalimbali vinatembelea hifadhi, cottage kwa ajili ya malazi ya wageni, lakini pia miundombinu mingine ambayo inawezesha watu kufanya mikutano. Utalii ule wa mikutano utawezekana pia, kwa sasa tuna kumbi za kutosha, tuna huduma ambazo zitakuwa zinatolewa kwa ajili ya watu makundi makubwa yakienda.
utafanya watu waendelee kutembelea hifadhi. Kwa hiyo uwekezaji huu ambao ni mkubwa utasaidia sana katika kuwezesha utalii kuongezeka, na hamasa nyingine pia inatolewa kupitia ile jukwaa la Gruma na ni fursa kubwa kwa sababu tunashirikisha vyombo vya habari, tunashirikisha wadau mbalimbali, tunatumia mitandao ya kijamii na tunafikia wengi pia. Matangazo tunafanya kwenye eneo hili, kwenye banda hili, lakini pia kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya mji. Lakini nafahamu mitandao ya kijamii inafika mbali popote duniani, ndani na nje ya nchi. Kuna maulizo mengi tunayopokea kuhusu fursa hii ya utalii ya Great Ruaha Marathon. Na kwa hiyo kuendelea kuwepo kwa hii fursa na miundombinu iliyoboreshwa tutafanya tuendelee kupata wageni wengi ambao wanakuja kwenye marathon, lakini pia wanatembelea hifadhi. Lakini pia elimu hii ya utalii pamoja na uhifadhi mzima wa eneo la Ruaha ni jambo la msingi pia kwa jamii zinazozunguka hifadhi kuelewa kwamba ili tuendelee kuwa na hii fursa ya marathon, tuendelee kuwa na fursa ya utalii katika hifadhi ya Ruaha, ni lazima tuendelee kuhifadhi, kuitunza, kuilinda hifadhi ya taifa ya Ruaha, kuepuka vile vitendo vya uharibifu wa vyanzo vya maji hasa vinavyopeleka maji katika mto Ruaha mkuu, lakini pia vile vinavyoharibu rasilimali ya pekee tulionayo kwa maana wanyama na mazingira yao. Tunazungumzia kukemea matendo yale mabaya ya kuua wanyama kwa sababu mbalimbali, ujangili ambao ina hatari kubwa kwa watalii. Watalii wanapokuja wanapenda waone wanyama, waone vivutio katika mazingira ya asili tulivu. Kwa hiyo tunatumia fursa hii pana kuendelea kuhamasisha sio tu watu kwa ajili ya utalii, lakini pia kwa jamii na Tanzania kwa ujumla, kuendelea kushirikiana na serikali na vyombo vilivyopo na wahifadhi kwa ujumla katika kulinda na kuhakikisha kwamba hifadhi ya Ruaha inaendelea kuhifadhiwa kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo kama urithi wetu. Sasa tunatambua kwamba ni fursa kubwa hizi. Ndiyo. Fursa kubwa si tu kwa uchumi wa taifa zima, lakini pia jamii inayozunguka katika maeneo haya. Sasa nitaka kufahamu kwamba ile jamii inayozunguka hifadhi ya taifa ya Ruaha inaziona hizi jitihada kubwa ambazo tunazifanya, na yenyewe inashirikishwa vipi kuhakikisha kwamba kama ni fursa basi inachangamkia, kama ni kupinga ujangili basi inaungana kupinga ujangili, na kama kutunza vyanzo vya maji basi wanatunza vyanzo vya maji ili mto Ruaha mkuu uendelee kutiririsha maji muda wote. Ni moja ya malengo ya serikali kuhakikisha kwamba jamii zinazozunguka hifadhi au maeneo yote yenye vivutio wanashirikishwa na wanufaika. Kwa zaidi ya miaka 40 na sema karibu miaka 50 sasa na kuendelea, maeneo yetu ya hifadhi kupitia shirika letu la hifadhi ya taifa ya Tanzania nimekuwa na programu maalum ya kushirikisha jamii kupitia ujirani mwema, ambako elimu inatolewa, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinazopatikana katika hifadhi kupitia utalii zinawezesha jamii zile. Kwa ukipita katika vijiji hivi utakuta miradi mbalimbali imefanyika na inaendelea kufanyika, kwa maana miradi ya kielimu, miradi ya huduma za maji, miradi ya afya, barabara imeweza kufanyika, lakini pia kupitia vikundi mbalimbali ambavyo vimeanzishwa vya kiuchumi, kuna miradi mbalimbali imeanzishwa na jamii zimeweza kunufaika. Hii ni fursa ambayo ni endelevu. Kama tulichofanya mpaka sasa hatujafikia wananchi wote, lakini naamini jinsi tunavyoendelea kuhifadhi, tunapozidi kupata ongezeko la watalii na mapato, ndivyo ambavyo ule mchango utazidi kwenda kwa jamii. Lakini tutambue kwamba fedha zinapatikana kutokana na utalii pia zinanufaisha taifa letu. Tunapata fedha za kigeni na fedha hizi za ndani. Fedha za kigeni tunazihitaji sana kama taifa, kwa sababu mchango wa utalii katika kuingiza fedha za kigeni ni mkubwa. Kwa hiyo tutaendeleza hili, kwa sababu pia hizi fedha za kigeni taifa linahitaji kwa ajili ya kununua mahitaji mbalimbali katika dunia, lakini fedha za ndani pia zinatakiwa kwa ajili ya kuwezesha shughuli mbalimbali za serikali. Kwa mchango wa utalii ni mchango muhimu, lakini pia tukumbuke kuna fursa pia kubwa ya utalii huu na uwekezaji. Maeneo ya uwekezaji, kuna vijana wengi pia wanaajiriwa, wanapata ajira kule vijijini, wazunguka hifadhi wako vijana ambao wameajiriwa katika hifadhi hii ambayo ni jirani, lakini pia katika mfumo mzima wa maeneo ya hifadhi katika nchi yetu. Ni fursa kubwa, lakini pia wakati wawekezaji wanakuja wanahitaji bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakati wa ujenzi. Bidhaa zinapatikana, vifaa vya ujenzi vinapatikana katika maeneo ya vijiji, mchanga, mawe, sijui kupitia wafanyabiashara wadogo na wakubwa kule maeneo ya hifadhi, bidhaa za ujenzi zinapatikana pia. Lakini tukumbuke lingine kubwa, tunaboresha pia mazingira yetu ya asili na kutunza huu urithi ambao tunao kwa manufaa ya kizazi kijacho. Tunatunza vyanzo vya maji, tunazalisha umeme. Hakuna asiyejua umuhimu wa umeme. Pale ambapo tunatunza vyanzo vya maji tunapata umeme, tunazalisha umeme kwa ajili ya taifa zima. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, lakini ni heshima pia kwa taifa. Nchi yetu inasifika duniani kwa ajili ya kuwa na vivutio, kuwa na tenga maeneo yake mengi kwa ajili ya uhifadhi duniani. Kwa hiyo nchi yetu inatambulika na ni heshima kubwa, kwa sababu
tukumbuke rasilimali zonazo za asili, sio kwamba tumelipia au tumenunua. Hatujagharamia hata shilingi kwa nazo, ni Mungu ametupa. Kwa hiyo ni Mungu ametupa hizi mali asili. Hiyo ni wanyama pori wakubwa wadogo, mazingira ya hifadhi zetu ya kipekee sana. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa na tuna fahari kubwa kuendelea kuzilinda ili turithishe vizazi vijavyo. Ndio maana sisi tunasema tumerithishwa, kwa sababu tumerithishwa na sisi. Hatukununua, tumevikuta, babu zetu walivitunza na sisi tuna nafasi ya kuviendeleza. Ndio maana tunasema tumerithishwa ili turithishe na vizazi vijavyo. Lakini wakati huo tunanufaika sasa kupitia uwekezaji huu wa kiuchumi, kupitia utalii, kupitia ujenzi wa mahoteli, fursa za ajira, masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu ni fursa ambayo ni mtambuka sana. Uboreshaji wa miundombinu tunaona unafanyika leo kwenda kwenye maeneo ya hifadhi na ndani ya hifadhi, kutokana na ukweli kwamba fedha zinapatikana kutokana na sekta ya utalii. Kwa hiyo sekta ya utalii ni sekta muhimu katika nchi yetu, na ninaamini kwamba tukiendelea kuisimamia vizuri, mchango wake ambao kwa sasa unakadiriwa katika mapato ghafi ya taifa asilimia zaidi ya 17 na fedha geni zaidi ya asilimia 21, tunaamini kwamba kiasi hiki mchango huu utazidi kuongezeka jinsi tunavyoendelea kutangaza fursa zetu, tunavyotangaza, tunavyohifadhi na tunashirikiana na wadau mbalimbali duniani. Kwa hiyo tutambue kwamba sisi kama Watanzania, cha kwanza ni kulinda hizo rasilimali, kwa sababu ni urithi wa dunia. Urithi wa dunia ina haki ya kuona kwamba rasilimali zinatunzwa. Dunia haitegemei kusikia kama hizo rasilimali zinapotea katika mikono ya Tanzania. Jukumu letu kubwa ni kuzilinda, kuzitunza, kuzitumia, lakini kuhakikisha kwamba kwa namna endelevu bila kuziharibu, kwa ajili ya manufaa ya vizazi vijavyo, lakini pia kwa manufaa ya dunia. Leo mfano wanyama tulionao wengine katika hifadhi zetu kama tembo, wanajulikana kama ni wanyama ambao wanatambuliwa duniani kama ni wanyama ambao kwa namna fulani wamekuwa katika hatari ya kupungua na kutaka kutoweka duniani. Kwa hiyo dunia inaweka mikakati mbalimbali ya kuilinda na kwa kushirikiana na serikali na wananchi katika maeneo hayo. Kwa hiyo tutambue kwamba wanyama na mazingira tunao ni ya kwetu, sio Tanzania. Tuna nafasi ya kwanza kunufaika, lakini pia ni urithi wa dunia. Dunia inapenda kusikia kwamba rasilimali hizi zinaendelea vizuri, zinaendelea kutunzwa vizuri na hazipotei. Kwa hiyo huu ndio mchango ambao ni mkubwa sisi kama Watanzania tunaweza kutoa. Miaka ya nyuma wakati tukiwa shule za msingi kulikuwa na nyimbo ambazo zilikuwa zikiimbishwa katika mchaka kwa ajili ya kutukuza, kwa ajili ya kuenzi hifadhi zetu za taifa. Japo kwamba katika uimbaji wake kwamba ulikuwa ukiimba mbuga za wanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi, wa Tanzania hoye. Sasa pindikezi zilikuwa zikiimbwa kama mbuga za wanyama. Na kumekuwa na tofauti kati ya mbuga na hifadhi. Labda uweze kuniambia kwamba tofauti kati ya mbuga na hifadhi, na kwa nini hifadhi na sio mbuga kama ilivyokuwa ikiimbwa, lakini bei yake nyie kama hifadhi ya taifa Ruaha mnafanya jitihada gani kuhakikisha kwamba maliasili zetu, hifadhi zetu hizi zinaendelea kurithishwa kwa watoto waliopo mashuleni, vyuoni, kwa kiasi gani kwamba mnafanya uhamasishaji mashuleni na vyuoni? Labda nishukuru na umenipeleka mbali pia, na bahati nzuri unafahamu hizo nyimbo, hata mimi nazifahamu. Ndio. Niseme tu kwamba maeneo yaliyotunzwa au kuhifadhiwa yamehifadhiwa kwa sheria, na katika nchi yetu tuna sheria mbalimbali zinazohifadhi maeneo, na kuhifadhi kama umewekea utaratibu maalum wa kutumia, kuingia kadhalika. Kwa hiyo maeneo ambayo yametengwa kuwa hifadhi za taifa ni maeneo ambayo yana sheria ambayo matumizi ya shughuli za binadamu hayaruhusiwi. Lakini yako maeneo mengine ambayo pia yana hadhi ya uhifadhi, lakini matumizi yanaruhusiwa kwa kiasi kidogo. Unasikia mapori ya akiba. Huko mapori ya akiba yana rasilimali kama hizi ambazo zinazo katika hifadhi za taifa, lakini matumizi yanaruhusiwa kupitia uwindaji ule ambao una vibali, una vitalu na kadhalika. Yako maeneo mengine pia ambayo yanaitwa mapori tengefu, game control areas, lakini maeneo ya wazi pia na maeneo ya jamii pia, wildlife management areas. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo yametungiwa sheria ya kuyahifadhi, na kulingana na sheria ambazo zipo, hizo sheria sasa zinaonyesha nini kinaruhusiwa kufanya katika eneo moja na kinaruhusiwa kufanya katika eneo lingine. Lakini niseme tu maeneo 21 nchini ambayo yako chini ya hifadhi za taifa Tanzania, kinachoruhusiwa kule ni utalii wa picha, kupiga picha, kufanya utafiti, elimu, shughuli za matambiko, lakini hairuhusiwi kutoa chochote kule
Ukienda kwenye maeneo mengine ya mapori ya akiba kuna uwindaji unaruhusiwa wa kitalii. Ukienda kwenye maeneo mengine ambayo ni game control ile, hapo maeneo ambayo yanaruhusiwa kwa vibali pia, lakini kuna baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo hayo na kadhalika. Hifadhi za jamii pia kuna shughuli za utalii wa picha, uwindaji wakati mwingine zinafanyika, lakini zinasimamiwa na jamii na ziko katika maeneo ya vijiji, kama ambavyo kuna asasi kama ya Mbomipa ambayo tunafahamu katika maeneo haya. Kwa hiyo maeneo haya yanahifadhi wanyama na unaposema mbuga, eneo lote linaweza kuwa mbuga. Hata ndani ya hifadhi, eneo lilohifadhiwa kuna mbuga. Mbuga fulani ni eneo ambalo lina uoto asili ambao una nyasi, una miti. Unaweza kusema hili kale ni kambuga. Tumezoea hata kijijini tunasema ile mbuga ambayo tunalima kule. Kwa hiyo katika kuelezea maeneo yetu yaliyohifadhiwa kisheria, na tutumie neno mbuga, tunatumia neno hifadhi za taifa. Na hifadhi za taifa ziko 21 nchini. Na kwa bahati nzuri sisi tuna hifadhi ya Ruaha iko karibu hapa. Hifadhi nyingine jirani hapa ni Kitulo, lakini pia na Katavi, Mikumi, Bizungwa. Hizo ndio hifadhi. Lakini yako mapori ya akiba mengi, kama ukisikia pori la akiba la Rungwa, Rugwa, Kizigo, Muhesi na Mpanga Kipengere, yani mapori ya akiba ambapo shughuli zinazoruhusiwa zinafanana na hifadhi, lakini kuna matumizi kidogo ambayo yameruhusiwa. Kwa hiyo yako maeneo mengi, tunafahamu maeneo haya Mbomipa ni maeneo ya jamii. Sheria pia imeruhusu wananchi kutenga maeneo na kufanya shughuli za hifadhi. Kwa hiyo pale wanaweza kufanya uwindaji, wakafanya utalii wa picha, wakafanya uwekezaji na kadhalika. Lakini katika maeneo yote haya ambayo nimesema hifadhi, unaweza kuwa na mbuga. Kwa hiyo mbuga sio lazima iwe eneo la hifadhi. Inaweza kuwa kijijini kwenu, mbuga ambayo mnapeleka ng'ombe wenu kuchunga siku zote, mbuga ambayo watu wanalima. Inaweza kuwa ni eneo lenye nyasi, lenye miti ambayo haijafunga sana, sio eneo lenye msitu. Kwa hiyo hatusemi mbuga za taifa. Huko nyuma sheria zetu zilikuwa hazijawa kama zilivyo sasa hivi, lakini pia wale walikuwa naimba mbuga zetu, nadhani walikuwa wanachanganya kwa ujumla maeneo yetu, lakini tukisema tu hifadhi ziko nyingi. Hata eneo la Mbomipa ni hifadhi. Lakini ukisema hifadhi za taifa ndio hizo national parks. Kwa hivyo tutangaze mbuga za wanyama, tutangaze hifadhi. Kama unataka kuzungumzia hifadhi za taifa, sema hifadhi za taifa. Sasa kwenye wimbo hapa inaimbaje? Kuna version ya wimbo tumeutengeneza sisi tuna kikundi cha wasanii pia tumeutengeneza. Hifadhi za taifa Tanzania, Katavi na Mkomazi, Mto Ugala na Mikumi na Tarangire. Oh yeah. Tanzania, 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 Tanzania. Oh yeah. Hifadhi za taifa Tanzania, Udzungwa, Kilimanjaro, Mahale, Sadani, Manyara na Arusha, Momela. Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, hey, Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, oh yeah. Hifadhi za taifa Tanzania, Rubondo na Kitulo, Ibanda, Kyerwa, Rumanyika, Gombe na Sanane. Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, hey, Tanzania, oh, Tanzania, oh yeah. Yeah. Karibu katika hifadhi zetu za taifa, ndo urithi wetu.
wanyama, mimea na ndege wetu. Tanzania ndio inavutia nchi yetu. Tuzipende, tuzilinde hifadhi za taifa, tuzienzi, tusiharibu hifadhi za taifa, tusembele fahari yetu hifadhi za taifa, fahari ya Tanzania hifadhi za taifa. Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, oh, Takupatia unawimba huo. Tumeuboresha kidogo kwa sababu pia kuna baadhi ya hifadhi zilikuwa hazitamkwi, na ukitamka zile kubwa pia sasa kuna mabadiliko pia baada ya hifadhi nyingine kama Nyerere ambayo ni hifadhi kubwa Tanzania kuja. Huko nyuma tulikuwa tunaimba Serengeti ndio kubwa. Eneo la Ngorongoro pia ni hifadhi. Kwa hivi tutaimba hifadhi za taifa Tanzania. Yes, ndio. Nitakupa wimbo ambao ni mzuri unaelezea. Sasa nitaka kufahamu kwa kwenda kuhitimisha mbio hizi za Great Ruaha Marathon kwa kiasi gani zimeweza kuchagiza sasa utalii katika hifadhi nyingine, kwa sababu nafahamu mbio hizi zinashirikisha Watanzania na mataifa mengine. Kwa kiasi gani wale wageni wanaotoka nje ya Tanzania wanatembea na hifadhi nyingine hasa hizi za kusini? Kwanza tumekuwa na hii fursa marathon. Tunapokuwa na marathon tunaitangaza mapema na tunashirikisha pia wadau, tour operators wenye makambi na hoteli za kitalii. Kwa hiyo nao wanapeleka kwa wateja wao wale ambao wategemea kuwa katika tarehe hizo watakuwa hifadhini, tunawapelekea fursa. Na mwaka jana tulipata idadi kadhaa ya watalii kutoka nje ambao walishiriki walishiriki kwenye marathon, na tunaamini pia mwaka huu tutapata ambao watashiriki. Naona watalii wanapenda sana hii fursa kutoka nje ya gari kule hifadhini na kukimbia, wanapenda sana. Sio jambo la kigeni sana kwao, lakini kupata nafasi kufanya kimbia ndani ya hifadhi wanaona kama ni fursa ya kipekee sana. Kwa hiyo tunashirikiana kutangaza, na wakijitokeza wengine pia ambao watapenda mwaka huu tutawasajili na watashiriki. Lakini pia hii fursa ya utalii naona imeongezeka. Nadhani hivi karibuni sikia pia kwamba kulikuwa na utalii mwingine, mbio zingine za marathon zinaitwa Kitulo Garden Marathon. Tulishiriki kwenye mbio hizo, zimeanzishwa pia na wadau wetu wa utalii, na tulipata wageni washiriki wengi zaidi ya 300. Na tunaona hili jambo linaendelea kuongezeka. Tuna marathon kama hizi Kilimanjaro pia zinafahamika. Kuna marathon nyingine Serengeti, kuna marathon zinafanyika Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Morogoro, kuna moja inaitwa Selous. Kwa hiyo tuna marathon nyingi zinafanyika, na jambo muhimu sana kutambua ni kwamba sisi kama wadau wa Great Ruaha Marathon watu pia sisi tunatoka tunashiriki kwenye marathon nyingine kama ni kule Arusha, Kilimanjaro kule Serengeti mpaka kule Longido tunakwenda na maeneo mengine. Tunakwenda pia kwenye Selous Marathon. Na tunakwenda na tumejipamba, tumevaa jezi zetu kama watu wa Great Ruaha Marathon. Tunakuwa na jukwaa, tunakuwa na banda ambako tunaweza kutangaza fursa hii. Kwa hiyo tunashirikiana kama ambavyo na sisi tunategemea wadau wengine waje kwetu kuona hii marathon yetu au kushiriki, na sisi pia tunakwenda kushiriki, na hiyo ni namna moja wapo ya kutangaza hii Great Ruaha Marathon katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Wadau wetu pia tunashiriki kwenye maonyesho mbalimbali duniani. Hivi karibuni tulikuwa kule Berlin na katika miji mingine, nchi zingine kule za Scandinavian, kutangaza pia Great Ruaha Marathon katika level hii ya kimataifa, na lengo kubwa ni kupata watalii na wadau pia ambao watashirikiana na sisi katika kuendeleza hii fursa. Kwa hiyo hii fursa itaendelea kuwa endelevu, sio tu kwa hifadhi za kusini, lakini kwa Tanzania nzima na lakini pia kwa dunia. Na mtazamaji, Matukio Daima ni kwamba tunazungumza na waandaaji lakini pia mwenyekiti wa kamati ya Great Ruaha Marathon 2026 lakini toka mwanzo mpaka sasa, na ametaja faida ya mbio hizi na kwa kiasi gani mbio hizi zimekuwa chachu ya kuchagiza utalii wa ndani, utalii wa nje, lakini kwa kiasi gani kwamba mbio hizi zinakwenda sanjari na dira ya taifa 2050 pamoja na jitihada za serikali zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Kijazi na wengine wote wenye malengo ya kuona kwamba taifa la Tanzania linatekeleza dira yake, lakini pia taifa la Tanzania linakuwa kupitia sekta ya utalii. Na amezungumza mengi na ameweza kuelezea pia faida kubwa ya mbio hizi za Great Ruaha Marathon toka zimeanza mpaka sasa. Idadi ya watalii
ambao wanakwenda kutalii katika hifadhi ya taifa ya Ruaha na hifadhi nyingine, lakini namna ambavyo mbio hizi zilivyoweza kuongeza utalii wa ndani, mbio hizi zilivyoweza kukuza uchumi kwa wakazi wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani ambao wanufaika na hifadhi hii. Lakini kubwa kuliko yote amezungumzia namna ambavyo serikali ilivyoweza kutengeneza ama ilivyoweza kuboresha na inavyoendelea kuboresha miundombinu ya barabara. Tunaona kuna ujenzi wa barabara kutoka Samola kwenda mpaka Mtunga Marenga, ambapo ni barabara ambayo ukilinganisha na mwanzo wakati mbio hizi zinaanza na sasa, hifadhi ya taifa ya Ruaha inafikika kirahisi. Ukiangalia kipindi cha nyuma na sasa, hifadhi ya taifa ya Ruaha inafikika kiurahisi hata kwa usafiri wa anga, ambapo uwanja wa ndege wa Iringa zamani Nduli umeweza kuwa chachu kubwa pia. Lakini mbali ya hayo, hoteli zilizopo kule nazo zinanufaika na mbio hizi. Kwa nini tusiseme kwamba mbio hizi za Great Ruaha Marathon kama zilivyo hifadhi zetu tumerithishwa, tunapaswa kuzitunza? Kuna kila dalili ya kuweza kutunza mbio hizi ili kuendelea kuwa kichocheo cha utalii. Lakini amezungumzia swala zima, ili hifadhi ya taifa ya Ruaha iendelee kuwapo, inahitaji kuendelea kutunza wanyama wetu, lakini pia kutunza vyanzo vya maji. Swala zima la ujangili katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, kwamba wanatoa elimu kupitia jamii inayozunguka, lakini kupitia miradi kama Mbomipa imekuwa ikisaidia kusaidia kufikisha elimu ya ujangili. Lakini na wao hifadhi ya taifa ya Ruaha wamejipanga kupitia askari waliopo huko kuhakikisha kwamba hakuna anayefanya ujangili. Ndio maana hata utalii ambao tunakwenda kuweza kushuhudia, utalii wa uvuvi katika mbio hizi za Great Ruaha Marathon, kwamba utaruhusiwa kuvua samaki na kumwangalia, utaruhusiwa kupiga naye picha. Sijajua kwa dakika ngapi utapiga naye picha, kwa dakika ngapi samaki na kunurudisha, lakini kwamba hautatakiwa kuweza kumla. Kila kitu anachokifanya unatakiwa kwa maana ya kuhifadhi, si kwa maana ya kumla. Hivi haujatuambia samaki atapiga naye picha kwa muda gani na kuna madhara gani sasa mtu akimshika samaki na kumrudisha kwenye maji? Hakuna madhara yoyote. Ni dhahiri kumkamata huyo samaki utamkamata kwa ndoano. Hiyo ndoano ndio itakufanya uweze kumtoa kwenye maji. Anapata muda wa kupiga picha. Naamini muda wa kupiga picha sio saa nzima, ni muda mfupi tu. Nadhani mnaona kwenye mabango yetu, unaona bango lile pale. Utaweza kuona mabango ambayo yametumika, na popote pale utalii unafanyika, ni utalii maarufu, watu wanapenda sana. Na mara nyingi kuna pia aina ya samaki ambao watu wanapenda kuwaona. Na bahati nzuri katika eneo la Mto Ruaha Great Ruaha tuna samaki hawa aina ya kipekee ambao wanaitwa tiger fish, ambao ni wa kipekee sana. Ukipiga unaonekana una bahati, na hata ukipiga picha na yule samaki ukaposti mahali utaonekana wewe ni bingwa, wewe una bahati pia na kadhalika. Kwa hiyo ni muda mfupi ambao utafanya yule samaki baadaye ukimrudisha kwenye maji asiweze kufa, kwa sababu najua samaki ukimtoa kwenye maji kuna muda anaweza kukaa dakika 5, anaweza kukaa nje ya maji, utapiga picha yako, alafu baadaye utamrudisha, ataendelea na maisha yake. Kwa hiyo huo ni utalii ambao umekubalika na kuna miongozo ambayo inaratibu swala hilo, ambayo ni sasa wengi labda wana hofu pia. Mnaposema kwamba anakwenda kukimbia, mbio za Great Ruaha Marathon zinafanyika katika hifadhi ya taifa. Na anafahamu kwamba hifadhi ya taifa ya Ruaha ina simba, ina wanyama wakali wengi, usalama wao ukoje? Labda eneo la usalama ni eneo ambalo tuna hakika na tumejipanga kwa miaka mingi. Na moja ya bidhaa za utalii hata kabla ya kuanza marathon imekuwa inafanyika ndani ya hifadhi ni ule utalii wa kutembea kwa miguu. Utalii wa kwenda kwa miguu unatembea ukiwa unaongozwa na kiongozi wa wageni ambaye ni mtaalamu wa wanyama, askari, lakini pia ni guide ambaye ana silaha na amefundishwa namna ya kuongoza wewe kwa usalama kabisa. Na kinachoongoza watu au unapofanya utalii na wale waongoza utalii ni kufahamu tabia mbalimbali za wanyama. Sisi ambao ni wahifadhi tunafahamu tabia kila mnyama. Wanyama wakali, wanyama wapole, tunafahamu tabia mnyama ambaye amechukia, anataka kufanya jambo fulani na kadhalika. Kwa hiyo tuna mafunzo ambayo tunawapa watu wetu, na wanafahamu namna ya kuepuka wanyama wakali, namna ya kukabiliana nao. Tuseme kwamba silaha hata wanazobeba za kuulia wanyama. Kwa sasa sisi tunavyoamini na kufahamu ni kwamba wanyama wote duniani, wao wakubwa na wadogo,
wanamheshimu na kumwogopa binadamu. Lakini wanyama pia wana tabia ya kupenda kujilinda au kuchukua tahadhari pale ambapo nao wanahisi usalama wao hauko sawa au wanakabiliwa na hatari. Kwa hiyo tunawafundisha askari wetu na waongoza wageni watambue ni wapi pa kupita, hata kama mnyama ameonekana, hata awe simba. Simba kule hifadhini yaishi kwa kula nyama za binadamu, ana chakula cha kutosha sana, na kwenye listi yake ya chakula binadamu haipo kabisa, na anamwogopa binadamu. Kwa hiyo simba na ukali wake anamwogopa binadamu, tembo na ukali wake anamwogopa binadamu, nyati na ukali wake anamwogopa binadamu. Lakini tunafundishwa kwamba usiende kumsogelea mnyama, mpe umbali wa kutosha ambapo mnyama ataona yuko huru kuondoka pale alipo kusogea. Kwa kama tulikuwa tunanyooka tunaelekea eneo ambalo njia tunayopita tukaona kuna tembo pale katikati, tunaepuka kuwafuata, tunatafuta njia nyingine ya kupita mbali na wao wataendelea kuwepo pale. Lakini kama yule mnyama akituona, awe ni simba, akituona kwamba tunaelekea uelekeo huo, nao anakuwa salama kuondoka katika ile eneo na kuondoka kutupisha. Kwa hiyo binadamu kihistoria, lakini tunakumbuka hata kwenye maandiko matakatifu kwenye Bible tunakumbuka wakati wa uumbaji, Mungu alipoumba wanyama na mimea, na akapeleka wapi? Kwenye bustani gani? Edeni. Akasemaje? Nendeni mkafanyeje? Mkatawale. Kwa maana kutawala sio kuogopa. Unatawala. Kwa hiyo kwa kutumia akili binadamu tunaishi na wanyama. Kwa hiyo wanyama wetu hawaishi, wakimwona binadamu sio kwamba wanamshambulia. Wanamheshimu, wanamwogopa. Lakini tunaheshimiana. Kwa hiyo tunapeana nafasi. Kwa hiyo ukimwona mnyama yuko mita 20-25, usiendelee kumfuata, na atachanganyikiwa, ataona huyu mtu anataka kuniumiza, hata kukwepa. Kwa hiyo tunawafundisha watu. Mwenyekiti, kwamba umesema kwenye utalii wa samaki, ndio kwamba mtu ataruhusiwa kumvua na kupiga naye picha kumrudisha. Ndio. Kwenye utalii wa walking safari, ndio, au kwenye marathon, mtu ataruhusiwa kupiga picha na simba au mnyama wote anataka afu na kumwacha hapo hapo. Sasa kikubwa ambacho tunafanya, kwa sababu najua watu wengi wafahamu tabia za wanyama, kwenye eneo la usalama na ulinzi tunajipanga kawaida. Tunapanga askari wetu ambao wana silaha na wakukupa taarifa katika kila eneo. Kwa hiyo unapokimbia katika ile njia yote ya marathon, tuna askari ambao wamejipanga katika maeneo, na pale ambapo kuna mnyama atakushauri. Nakumbuka mwaka jana tulioshiriki kulikuwa na twiga wengi sana, watu walikuwa wanapiga picha na pozi. Sasa mnyama kama twiga watu wanajua kwamba sio mnyama hatari, walikuwa wanapiga picha na kufurahia. Lakini pia swala aina mbalimbali, pundamilia, watu walikuwa wakiwaona kwenye njia ile wakati wanakimbia, walikuwa wanafurahia. Na ndio burudani ya kufanya utalii kupitia marathon. Kwa hiyo kuonekana kwa mnyama wakati kwenye marathon sio bahati mbaya, ni kitu kizuri, kwa sababu utapata picha, utafurahia pia kwamba wakati unakimbia umeonekana wanyama. Kwa hiyo usalama wa washiriki wote tunahakikishia kwamba usalama utakuwa wa hali ya juu. Tuna vikosi vyetu vya askari tunavipanga, tunafanya ukaguzi wa maeneo yale kabla hata ya marathon haijafanyika, ili kuepuka taharuki. Wakati mwingine watu mtu mwingine akimwona hata swala anaogopa, lakini tunakaa pale pia kumhakikishia kwamba wanyama sio hatari. Mimi nikiwa kwenye marathon yangu nitafurahi nikimwona simba kwa umbali ambao unaruhusiwa, nikipiga picha alafu kwenye nyuma yangu kaonekana simba, hiyo itakuwa ni marathon aina yake. Lakini kwa sababu wengi wanaogopa, basi tuna watu ambao wanatuongoza kama ambao tunafanya kwenye marathon, kwenye walking, basi na huko kwenye kukimbia pia tumejipanga vizuri. Nafahamu kwamba wengi watataka kukimbia kwa maana ya kuweza kushinda medali. Ndio. Najua kuna zawadi ya mshindi wa kwanza, wa pili, kama vile mlivyopanga. Na mbio hizi zinashirikisha watu wengi, kila mmoja anataka kuwa wa kwanza. Inakuwaje mtu ndo unakimbia upo wa kwanza, umewacha wenzako mita 20-30, afu unakutana na simba huyu hapa, utarudi kuja kuungana na wenzako? Kama nilivyosema, simba ana heshima sana, anamheshimu. Tuseme tunaheshimiana, binadamu na wanyama wanaheshimiana. Tena wanyama wanaheshimu binadamu zaidi. Simba akishaona binadamu yuko pale, hawezi akamfuata kwa namna yote ile. Hawezi akaja kwenye ile eneo. Kwa maana ya wanyama wana tabia ya kutambua kwamba uwepo wa kitu tofauti katika mazingira yao, kwanza kwa kunusa. Inawezekana wengine hata wana uwezo wa juu sana wa kuona kwa macho. Lakini unapokuwa nyuma yake, atagundua kwamba kuna kitu, kuna harufu, aidha ni mafuta au binadamu tu ile harufu. Atagundua hapa kuna kitu tofauti, anakwepa ile eneo. Kwa hiyo tabia ya wanyama wengi wakisikia kelele, wakisikia harufu, wakinusa harufu tofauti, hupenda kuondoka katika ile eneo kwa haraka.
na wengine pia wanasikia kwa mshindo tu ule wa kutembea, wanaona hapa kuna kitu tofauti. Kwa hiyo sitegemei na haijawahi kutokea katika hizi marathon mnyama akaingia kwenye eneo la marathon, kwa sababu wanyama hawana tabia hiyo. Lakini kizuri nilichosema, tunao waongoza talii, tunao askari ambao wanafahamu tabia mbalimbali za wanyama na wamefundishwa. Tunawapanga katika maeneo mbalimbali kabisa ya njia yetu ya kukimbilia. Kwa hiyo hakutakuwa na tukio ambapo labda wewe mkimbiaji unaweza kukutana na mnyama au ukakaribiana na mnyama. Utashauriwa, utaelekezwa na kadhalika. Na mtazamaji wa Matukio Daima, kipindi ni Tanzania Leo, na tulikuwa tukiangazia safari ya Great Ruaha Marathon 2026 ambapo mbio hizi zitakwenda kuanza tarehe 3 mpaka tarehe 4, lakini hapo ndipo kilele. Lakini bado na alikwa wewe Mtanzania ambao unahitaji kuweza kushiriki mbio hizi kutumia tovuti yao ya www.greatruahamarathon.co.tz ili uweze kujisajili huko, na kila kitu utakipata huko. Ukiingia katika tovuti hiyo, kila kitu kipo huko. Mbio hizi za Great Ruaha Marathon 2026 ni mbio ambazo ni fursa kubwa sana kwa wewe Mtanzania, fursa kubwa sana kwa wewe mdau wa utalii uliopo nje ya Tanzania, kuhakikisha kuwa unaweka rekodi ya kushiriki mbio hizi. Na mengi yamezungumzwa, na nataka kuweza kurejea mengi, lakini tangazo hili na picha hii fupi hapa mwisho itaweza kuangazia Great Ruaha Marathon. Kwa nini nasema Great Ruaha Marathon? Mimi ni Francis Godi, nilikuwa naye hapa mwenyekiti wa mbio hizi toka zimeanza mpaka sasa, Bwana Godwill Mengataki, ambaye ni mmoja kati ya wadau muhimu sana katika mbio hizi toka zimeanza mpaka leo yupo. Na yeye mwanzoni alikuwa kama mhifadhi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha, lakini kwa sasa mimi ni mkuu wa kanda ya kusini TANAPA. Sasa hivi kimepanda. Hongera sana kwanza kwa cheo kuweza kupanda mkuu wa TANAPA kanda ya kusini kwa sasa, lakini yeye ndio mwenyekiti wa mbio hizi. Mimi nikukaribishe sana kuweza kujisajili katika mbio hizi ili uwe miongoni mwa watu watakao kimbia na viongozi mashuhuri wa mkoa wa Iringa, viongozi mashuhuri wa wilaya ya Iringa, viongozi mashuhuri wa Tanzania. Yawezekana mwaka jana na mwaka juzi tulikuwa naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi hicho, Kassim Majaliwa, ambapo kwa sasa ni mshauri wa Mheshimiwa Rais. Lakini kwa mwaka huu kama itakuwa hivyo hivyo, hatuwezi tukasema kwa sasa mgeni rasmi ni nani, lakini kama itakuwa hivyo hivyo, basi inawezekana tukawa naye Daktari Mwigulu Lameck akawepo hapa. Lakini kama itakuwa hivyo, mimi sijatangaza mgeni rasmi, kama itakuwa hivyo hivyo basi itakuwa hivyo, lakini kwamba tunategemea kuwa na mgeni mashuhuri katika mbio hizi. Asante na uwe na siku njema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.